Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana. Yasheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima. Asubuhi imekaribia, vaeni nuru. Aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani. Wapendwa katika Bwana, hamjambo? Ni muda mzuri tena wa kushukuru Mungu kwa kuwa tumepata fursa hii ya kujifunza tena neno la Mungu katika channel hii yetu ya Uisho na Matengenezo. Karibu sana tuwe pamoja katika kipindi hiki kizuri ambacho tunanufaika katika mambo mengi ya nyanja za maneno ya Mungu yanayonyambulisha na kueleza vizuri kabisa kwa uwazi na kwa ufasaha siri za ufalme wa Mungu na misingi ya imani. Hebu tuwe pamoja katika kipindi hiki. Mko pamoja na mtumishi wa Mungu Sebutege Mishael. Basi kabla hatujaendelea mbali, basi tuombe kwanza alafu tuendelee na kipindi. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante kwa rehema zako na upendo wako mkuu ambao umekuwa pamoja nasi. Umetulinda Baba na umetusimamia kwa vipindi vyote ambavyo vimepita, na sasa tunaendelea kuwepo mbele yako. Tusaidie na utusimamie katika nafasi hii. Na wasikilizaji wote watakaosikiliza maneno haya, wape moyo wa kujali na kufanya maamuzi ya dhati kwa ajili ya nafsi zao kwa kujiandaa ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Bila shaka natumai kwamba wote tuko pamoja katika kipindi hiki kizuri ambapo leo somo letu litazungumzia juu ya habari ya kuzaliwa mara ya pili. Kawaida mwanadamu anapozaliwa anazaliwa mara moja tu na mama yake, na siku zingine zote hawezi kurudi tumboni na kuzaliwa tena. Lakini Biblia imetumia hiyo kauli kuzaliwa mara ya pili. Ina maana mtu anapozaliwa anapewa malezi, anaelimishwa, anakuwa na tabia na sifa fulani ambayo itamwezesha kuitwa ni mtu fulani, mwenye tabia fulani, mwenye maisha fulani. Na kwa nini mtu hahitaji kuzaliwa tena mara ya pili? Ni kwa sababu kule kuzaliwa kwa kwanza atakuwa ameona kwamba hakufai. Kuzaliwa kwa mara ya kwanza ni vile tulivyozaliwa na wazazi wetu. Sifa tulizozaliwa nazo ni ule utu wa kale, zile tabia mbaya, zile tabia za babu zetu, zile tabia ambazo hazimpendezi Mungu na wala hazina kabisa sifa yoyote nzuri ya kuwa na sura nzuri na tabia nzuri na mawazo mema mbele ya Mungu. Ndio maana katika nafasi hii kwanza kabisa kabla hatujaendelea mbali, tutaangalia kipengele namba 1 kinachosema sifa ya mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kawaida mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili ana tabia gani? Ana mwenendo gani? Ana mawazo gani? Na ni kwa nini ahitaji kuzaliwa upya? Amekerwa na kitu gani mpaka ahitaji kuwa katika familia nyingine na kuhesabiwa katika familia nyingine tofauti na ile ya awali? Sikiliza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8 fungu la 21, neno la Mungu linasemaje? Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 fungu ni la 21. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Lakini neno nililotaka anasema kwamba maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake.
inaonekana wazi kwamba mwanadamu ameharibika mwili wote. Hata anapohitaji kujifanya mzuri bado anaonekana hafai. Maana kitabu cha Isaya sura ile ya kitabu kile cha Isaya sura ile ya kwanza kinatuonyesha kwamba dhambi imemtafuna mwanadamu ikammaliza. Kwa sababu aliandika hivi Isaya sura ile ya kwanza fungu la 6, anasema tangu wayo wa mguu hata kichwani hamuna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaa, havikufungwa, havikusongwa wala havikulainishwa kwa mafuta. Sasa tunasikia kwamba mwanadamu ameoza. Ameoza. Tabia yake ni kama inanuka kabisa, kwa sababu katika maisha kutangia unyao mpaka utosini kila sehemu pananuka, ni vidonda, havijatiwa hata mafuta. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi inamtafuna mwanadamu, na si kunuka kwa harufu ya mapuani, bali ni mtu anayekuwa na tabia ambayo inawaasili na kuaffect wanadamu wengine, mpaka ikiingia kwenye akili zao, mpaka ikigusa kwenye akili zao, inafanya moyo wa mwanadamu, yani inafanya maisha ya mwanadamu kuwakera wengine. Anaonekana kama kero, anaonekana kama kinyaa. Yani ni mtu watu wakiwa pamoja naye wanajisikia vibaya, wanauziwa na tabia yake, maongezi yake, mwenendo wake, ubahiri wake, chuki zake, kila kitu. Na hivyo anaonekana kwamba hafai. Hiyo ndio ya kwanza. Lakini pia Wagalatia sura ya 5 fungu la 19 inatuonyesha sifa za mtu ambaye kabisa akiwa na utu wake wa kale, anavyozaliwa ndani ya mama yake, anavyowaza, anavyotamani. Ndio hivi. Sikiliza vizuri. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Maandiko matakatifu anasema hivi kwenye fungu lile la 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, uzushi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanavyofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama ndivyo kwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawatarisi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hii inatuonyesha wazi kwamba mwanadamu anavyoonekana akiwa na utu wake wa kale, kwa machache kabisa bila kwenda mbali, ni kero. Akiwa katika familia yake ni kero. Akiwa katika watoto wake ni kero. Akiwa katika biashara zake ni kero kwa wateja wake. Akiwa katika jamii ni kero. Ni tabia ya dhambi inafanya watu waishi kwa kugongana, wanakwaruzana, wanabishana, wanaumizana kwa vitu ambavyo hata havina sababu. Nia ya moyo wake ikoje? Mtu akiwa bado katika utu wa kale, nia ya moyo wake inakuwa, yani matakwa ya moyo wake, muda wote anafikiria nini hata kama hajatenda, lakini ndani yake kuna vitu gani ambavyo vinakuwa vinawaka mule ndani. Sikiliza katika kitabu cha Marko sura ya 7 fungu la 21, maandiko matakatifu yanasema hivi: kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani na nayo yamtia mtu unajisi. Haya maneno yanaonyesha kwamba mtu akishafanya hivi tayari anaonekana kwamba hafai. Maisha yake yanaonekana kwamba ni mzigo kwa jamii. Hata na yeye mwenyewe ni mtu ambaye hana sifa nzuri hata kidogo, kwa sababu anania mabaya siku zote. Wakorintho wa kwanza
sura ya 3 fungu la kwanza inaonyesha kwamba matakwa ya mioyo yao na wanavyokwenda yakoje. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, si kuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini? Ninyi tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani? Kwa hiyo ukiendelea na maneno haya, inaonyesha wazi kabisa moja kwa moja kwamba watu hawa japo walikuwa wanasali, japo walikuwa wanaenda ibadani, lakini walionekana kwamba ni watu wa mwili. Maana ndani yao wana wivu, ndani yao wana husuda, ndani yao wana ugomvi, ndani yao wana matusi, ndani yao wana masengenyo. Vitu vingi sana ambavyo viliwafanya maisha yao na tabia yao visiwe raha ndani ya wanadamu, bali vikawa karaha. Hivyo tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 5, Biblia inaelezea, bado tuko kwenye kile kipengele kinachosema nia ya mtu mwenye ambaye hajazaliwa mara ya pili. Nia yake tumeona kwamba ana nia mabaya muda wote. Lakini pia Warumi 8 fungu la 5 pamesema hivi: kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Haiwezi hata kamwe kuitii, haiwezi wala kuifuatilia. Kwa hiyo njia za Mungu zikieleza hivi, huyu mtu mwenye mwili yeye hufuata hivi. Yeye ni kinyume kabisa ndani ya maisha yake. Hajui kufanya jambo lolote ambalo litapendeza machoni pa Mungu. Ndiyo maana katika kitabu hiki cha Warumi ukisoma hata fungu la 9 pameandikwa hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwafuata Roho. Kwa hiyo ukiona matendo ya Roho yanawaongoza watu, jua kwamba hawa wanasema uongo. Hawajaweza kujua maana ya kuwa Mkristo. Hawajajua maana ya kutoka katika tabia zao na kuingia katika utu upya, yani kuwa ndani ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mika kinatuonyesha neno la Mungu linasemaje katika habari hizi. Mika atatusaidia kuelewa mambo haya vizuri sana. Sura ya 7 fungu la 3 pamesema hivi: mikono yao inayashika mabaya, wayatenda kwa bidii. Mtu mkuu aomba rushwa, kadhi yu tayari kuipokea. Mtu mkubwa hunena madhara yaliyomo rohoni mwake. Hiyo ndivyo wayafumavyo hayo pamoja. Lakini mikono yao inashika mabaya, wayatenda kwa bidii. Hilo ndo nilikuwa nataka sana, ni kutenda mabaya bila uzembe. Watu wanafanya bidii kutekeleza maovu. Mtu wa jinsi hii, kama vile tulivyosoma katika kitabu cha Wagalatia fungu la 21 sura ile ya 5, alisema hivi, napenda nilirudie ili ambaye hakulisikia alisikie tena. Anasema hivi hapo mwishoni anasema hivi: kama nilivyokwisha kuambia, na ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa kama hawataurithi ufalme wa Mungu, wanahitaji kitu gani kwao? Ni hiki hapa, ni kuzaliwa upya, ambapo kuzaliwa huku ndiyo kutaitwa kuzaliwa mara ya pili. Sasa baba yao ataitwa nani? Mama yao ataitwa nani? Watayeyushwa namna gani
ili wageuke tena kuwa watoto, walewe, wapewe malezi upya, ili wakue tena wawe viumbe vipya tofauti na vile walivyokuwa awali. Watazaliwa namna gani? Watazaliwa na neno, kama vile kitabu cha Yohana kinavyotuambia. Yohana anavyotuambia katika kitabu kile cha Yohana sura ya 1 fungu la 12, itatuonyesha ni jinsi gani inavyokuwa. Pameandikwa hivi, naomba msikilize kwa makini sana. Neno hili linasemaje? Yohana sura ile ya 1 fungu kabisa ni la 12. Pameandikwa hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Watu hawa walizaliwa namna gani? Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Watu walifanyika, walifanyika, waliumbwa upya. Ni kitu gani kilichowazaa? Walizaliwa na Mungu. Mungu aliwazaa namna gani? Petro wa 1 sura ya 1 fungu la 23 litatusaidia kujua Mungu anatumia kitu gani kuwazaa watu bila kuuawa, bila kuyeyushwa, lakini kilichomo ndani yao, kilichowafanya wao wabaya, kinayeyushwa, kinaondoka. Mungu anaweka mbegu mpya, wanazaliwa upya, wanakuwa na dira mpya na tabia mpya na sifa mpya. Sikiliza alivyosema. Anasema hivi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Mungu alituzaa, lakini akatuzaa kwa neno lake. Mungu alituzaa, na alipotuzaa alituzaa kwa mbegu gani? Maandiko matakatifu yametuambia ni jinsi gani Mungu alivyotuzaa. Alituzaa kwa neno. Kwa kutumia neno Mungu alituzaa. Kwa hiyo kumbe neno linaweza kuzaa. Neno la Mungu litakapoingia kwenye akili zetu, likaingia kwenye mawazo yetu, likiingia kwenye fikra zetu, likiingia kwenye nia zetu, litabadilisha mtazamo, litayeyusha tamaa zetu, chuki zetu, ugomvi wetu, ukabila wetu, na litaweka mbegu mpya ndani ya maisha yetu. Na tutakapozaliwa hivyo, nini kitakachotokea? Wakolosai 2:11, naomba usikilize vizuri kabisa. Wakolosai 2:11 panasemaje? Sikiliza neno zuri sana limeandikwa hapo. Vile vile kama mjuavyo jinsi tulivyo muonya kila mmoja wenu, kama baba aonyavyo watoto wake mwenyewe, tukiwatia moyo na kushuhudia. Anasema ndiyo Wakolosai samahane, nilisoma Watesalonike ni 2:11. Anasema katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazitwaa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kuifanya ile basi aliondoa. Kuna kile ambacho Kristo aliondoa, tukafanyiwa tohara ya moyo, na mwili na moyo unaoonekana kama tohara, mwili usiofanyiwa tohara wenye kuhifadhi uchafu ukatupwa mbali, na Kristo akawa hai ndani yetu na kutupa uwezo sasa wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Na tunapomaliza kufanyiwa hivyo, kuna jambo ambalo na sisi wenyewe tunatakiwa tuwe wahusika katika kulitenda. Tutatenda kitu gani? Ni waraka wa Petro sura ya 1 fungu la 4. Pameandikwa hivi, waraka wa pili wa Petro sura ya 1 fungu la 4, neno la Mungu linasema,
Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za samani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washiriki wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni wema. Sasa lazima katika imani yetu tujitahidi, lakini tujue kwamba tutashiriki tabia ya uungu. Tabia ya uungu itaingia ndani yetu. Ina maana asiyemjua Mungu akituona atamshukuru Mungu kwa kuona kwamba wenye sifa kama ya Mungu tayari wamepatikana. Ndio maana tutakaposoma katika tunapoingia ndani ya Yesu Kristo nini kitafanyika. Ndio maana tunasoma katika Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza, ni Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili, sura ya 5 fungu la 16 na 17. Sasa hapo tumekwisha kuzaliwa upya. Nini kitatokea? Tutabadilishiwa jina, tabia zetu zitabadilika, tutapewa ukabila mpya, tutakuwa taifa teule. Itakuweje? Sikiliza, anasema hivi: hata limekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amina. Hili ni neno ambalo linatuonyesha kwamba tayari tukishafika ndani ya Yesu Kristo tumekuwa viumbe vipya. Ndiyo maana tumepewa jina jipya, tumepewa ukabila mpya, tumepewa nia mpya, na kazi yetu imebadilika. Kama ilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 fungu la 9, nasema: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amina. Anasema ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema ya Mungu. Amina. Tumekwisha kupata rehema ya Mungu. Sasa tukawa tupo duniani hivyo hivyo tu kama watu ambao wapo hatueleweki, lakini Yesu akatusaidia, akatupatia kuitwa taifa la Mungu. Tulikuwa tukiitwa mataifa, lakini mataifa ambayo hayana sifa hata kidogo. Ndio maana sasa tumekuwa watu wateule, milki ya Mungu, watu ambao watazitangaza fadhili za Mungu. Na tunapokwisha kumjua Yesu Kristo, sikiliza kitabu cha Wafalme na Manabii kinavyosema, sura ile ya 31, anasema hivi: Mungu hajui kutenganisha madaraja ya watu, wala rangi ya ngozi yao au utaifa. Ni muumbaji wa watu wote. Watu wote ni wa familia ya Mungu, kwa sababu kupitia uumbaji na ukombozi. Sisi wote ni watu wa Mungu kupitia uumbaji na kupitia ukombozi. Anaendelea kusema hivi, ni ukurasa wa 285 kwa lugha za Kifaransa: Yesu alikuja kubomoa kuta za mtengano. Alimfungulia kila mmoja maskani ya hekalu lake, na mioyo yote ikapata uhuru wa kumsogelea Mungu. Upendo wa Mungu ni mkuu, ni wakina na ni mpana, inaingia maeneo yote. Ndio maana upendo wa Mungu huingia katika matumbo ya tumbo la mama binti maskini na tajiri na awaye yote, msomi na ambaye si msomi, na kuwapa wote uzazi. Kuna vitu vya samani ambavyo vinapatikana bila kuvinunua pesa wala kuwa na sifa yoyote ya kidunia: kuzaa, kuishi, kupumua, miguu, mikono, viungo vyote. Unakuta wote tunafanana na tuna sifa zinazofanana,
na hakuna mtu anayeomba kibali kwa mwenzake kwamba nisaidie uniongezee siku za kuishi. Hiyo ni kipawa, ni kipawa ambacho sisi wote tumepewa kwa pamoja na wote kwa upendeleo unaofanana. Upendo wa Mungu ni wa kutuokoa na kututoa katika mvuto wa shetani. Ili tangu tuzaliwe tumekuwa tukivutwa. Ukipita sehemu wakicheza muziki unavutwa, wakisengenya unavutwa, wakipigana unavutwa, wakichukiana unavutwa, wakigombana unashangilia. Huo ni mvuto wa shetani. Sasa Mungu anahitaji tuwe na mvuto mpya, ili tangu leo tunapozaliwa mara ya pili tuvutwe sasa na mazuri, tuvutwe na ya kufurahisha, yanayompendeza Mungu na yenye sifa. Bila kuchelewa hapa, napenda nisome katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Nitawapa sura, maana kwangu hapa ni lugha ya Kifaransa, lakini nitawapa sura ili wote tuweze kwenda kwa pamoja. Anasema hivi, ni sura ya 19, lakini ukiwa unaelekea katika karatasi za mwishoni. Anasema Yesu alianza kazi yake kwa kubomoa kuta za kutenganisha Wayahudi na watu wa mataifa. Alihubiri habari njema kwa ulimwengu wote. Japo alikuwa Myahudi, aliingia kwa Wasamaria bila kujali mila na desturi za Mafarisayo, bila kujali kuoneana kwao na lawama walizokuwa wakitupiana. Alikubali kukaribishwa kwao na kulala kwao katika taifa hilo lililokuwa limezarauliwa. Alilala katika majumba yao, alikula kwenye meza yao ya kimaskini, alikula chakula walichoandaa na walichomkabidhi. Alifundisha katika barabara za kwao na alionyesha wema wake na ukarimu wake kwa watu wote. Nataka nikwambie mpendwa, Yesu alivyoishi, Yesu alivyokuwa, ndivyo na sisi wote tunavyotakiwa kuishi. Tunatakiwa tuishi kama Kristo alivyoishi. Tukishabadilishwa na neno lake na kuwa taifa la Mungu, ambalo tena si taifa la kuwafurahisha wanadamu, ndio maana sisi tutataka sifa ya Kristo iweze kupatikana ndani yetu. Anasema hivi, aucune barrière érigée par l'homme ou par Satan n'est impénétrable à la fois. Anasema kwamba anasema hivi, hakuna beria iliyowekwa na wanadamu, hakuna kizuizi kilichowekwa na wanadamu au kilichowekwa na shetani cha kutenganisha watu ambacho Yesu hawezi kubomoa. Kizuizi chochote kinacholeta utengano kati ya watu wake, kinachozuia injili isiingie na kuwaokoa, hakipo ambacho Kristo hawezi kukiingilia na kukibomoa. Anasema hivi, anasema Mungu hapendi kubaguana. Dieu déteste le caste. Mungu hapendi kubaguana. Machoni pake mioyo yote wana sifa au gharama yao au la même valeur, le même valeur. Anasema kwamba wana sifa ya kulingana, gharama yao inalingana hawa wote wanaomwendea. Wanadamu wote waliumbwa kutoka kwa mtu mmoja, wote wanaishi duniani. Kwa hiyo hii anasema kwamba tous sont invités à venir à lui pour avoir la vie. Wote tunaitwa tuje kwa Mungu ili tupewe uzima. Sans distinction d'âge, bila kubaguana kwa umri, de rang, kwa vyeo, de nationalité, kwa sifa za taifa, ou de la religion, au kwa sababu ya dini. Vyovyote vile tulivyo, hakuna Myahudi, hakuna Myunani, hakuna mtumwa wala aliye huru. Wote tunapomwendea Yesu Kristo, matajiri na maskini, tunaenda na tunapokelewa katika ofisi moja na kuandikwa katika kitabu kimoja ambacho ni kitabu cha uzima wa milele. Napenda
nikwambie mpendwa unayetusikiliza muda huu, ili tushirikiane pamoja. Tunapoingia ndani ya Ukristo na kukubali kuzaliwa upya, yapo mambo ambayo tunatakiwa tuzingatie na tuyajali na tuyatilie maanani katika maisha yetu ya kila siku. Imeandikwa hivi kwenye kitabu kimoja kinachoitwa Selected Message, kitabu cha pili, nitakupa sura. Quand un péché se convertit, il est le Saint-Esprit qui fait de lui un enfant de Dieu et le prépare à occuper une place parmi les rachetés et les troupes angéliques. Ni ukurasa wa 546. Pameandikwa hivi: mzambi anapotubu na kupokea Roho Mtakatifu, huhesabiwa kama mwana wa Mungu na kuanza kuandaliwa nafasi katika kundi la waliokombolewa, hata na kundi la wamalaika. Il devient héritier de Christ, anageuka kuwa mrithi wa Kristo. Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ et qui écoute la vérité et obéir devient membre de la même famille. Kila mwanadamu anayejitoa kwa Kristo, anayesikiliza ukweli na kuutii, anageuka mwanafamilia ya mbinguni. Akiwa msomi, akiwa ambaye hakusoma, akiwa mtajiri au maskini, akiwa mataifa, mtumwa, mweupe na mweusi. Yesu alitoa gharama kwa kila moyo. Anapomwamini Yesu Kristo, naye humtakasa kwa damu yake. Jina la mtu mweusi na jina la mtu mzungu huandikwa pamoja katika kitabu cha uzima. Wote wanazaliwa na kuwa mmoja ndani ya Kristo. Walikozaliwa, hali zao za maisha na vitengo vyao, sifa zao za kitaifa au rangi ya ngozi yao haviwezi kuwapa sifa yoyote mbele ya Kristo. Kitu kilicho na sifa ni kimoja tu, ni tabia ndiyo inayomuunda mwanadamu. Kama mtu mwenye ngozi nyeupe na Mchina na Muafrika wanapotoa mioyo yao kwa Kristo kwa imani na kutii, Yesu huwapendwa kwa rangi yoyote walionayo, nao hugeuka watu wa familia moja na kugeuka wana ndugu. Mpendwa, zingatia kwamba Yesu hajui utofauti wa kitaifa, hajui utofauti wa rangi au wa vyeo au wa kanuni. Mafarisayo ndio walidhani kwamba mibaraka yote ya Mungu ni ya kwao tu, kwamba watu wengine wote ni watazamaji. Lakini Yesu alikemea mtazamo huo. Mungu amebomoa, Kristo amebomoa kuta za mtengano kati ya mzungu na Mwafrika mwenye ngozi nyeusi. Alibomoa kuta zinazotutenganisha sisi kwa sisi. Kusudi la ujumbe huu wa mwisho ni kufanya sisi wote tuwe ndugu, wana ndugu, tunaojiandaa kuingia katika ufalme mmoja. Mwenzio akiumia, siku moja mtu mmoja alimuuliza mtu kwamba mtu alimuuliza Yesu kwamba ndugu yangu ni nani? Yesu alimjibu kwamba ndugu yako ni yule anayehitaji msaada wako. Kusudi la ujumbe huu ni kwamba wewe unayeingia katika ufalme wa Mungu, unayekubali kuzaliwa upya, utaacha kabisa, utavua joho la utu wako wa kale, za sifa za ukabila wako, kujivunia ukabila, kujivunia utaifa, kujivunia lugha, kujivunia rangi, kujivunia ulembo, kujivunia usomi na utajiri. Vyote weka chini, mkuu ni Yesu Kristo. Tukimalizia tunasoma maneno anayosema hivi: Le Christ est venu sur cette terre porter message de grâce et pardon. Yesu alikuja duniani akiwa ametuletea ujumbe wa neema na ujumbe wa msamaha. Il a fondé une religion grâce à laquelle les juifs et gentils, noirs et blancs, libres et esclavages sont réunis dans une même fraternité, reconnus égaux aux yeux de Dieu. Yesu alikuja kuweka msingi wa dini ambayo Myahudi na mataifa, mweusi, mtu mwenye rangi ngozi nyeusi na ngozi nyeupe, mtu huru na mtu mtumwa, wanapounganika pamoja hujitambua katika upendo wa ndugu, wote kuonekana kwamba wanalingana machoni mwa Mungu. Recevoir aime tout être humain d'un amour sans borne. Bwana huwapenda watu wote upendo usiokuwa na kifani. Il voit en chacun des possibilités d'amélioration. Yesu anapomtazama kila mtu anaona kwamba ndani yake kuna vitu
vya kutengeneza. Hakuna mtu amekuja amekamilika kwamba sisi kabila yetu, unajua tuna upendo, unajua tuko hivi na hivi. Hata iweje, hakuna watu ambao hawana kasoro. Lakini tukija ndani ya Yesu Kristo tunapata utimilifu. Sa force les rend capable de vivre une vie riche. Anasema nguvu ya Kristo inatupa uwezo ya kujaa, capable de vivre une vie riche, kuwa na maisha yenye kujaa, ambone zevle tunalizika, tunajitosheleza katika matendo mema, l'empris de la puissance de l'esprit, tunajawa na nguvu ya Roho. Ndani ya Yesu Kristo tunapata nguvu, tunapata tumaini, tunaweza kupata uzima wa milele. Mungu atusaidie ili tuweze kumiliki taibia yake ndani ya maisha yetu, tuweze kuzaliwa upya, tukiachana na utu wetu wa kale, tuweze kuwa taifa jipya leo tayari kuhamia katika nchi mpya tuliyoenda kuandaliwa na Yesu Kristo. Mungu atusaidie mimi na wewe tuweze kuwa viumbe vipya ndani ya Kristo, tutangaze fadhili za Mungu na dunia yote ipate baraka kwetu kama ilivyopata baraka kwa Mwokozi Yesu Kristo, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani.